Na mambo vipi mchongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevoo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zote mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari kubwa na trend mtandaoni, tunajua klabu ya Simba na Yanga ilikuwa ugenini na matokeo yake Simba alishinda goli 3-0, lakini Yanga bwana alihukumiwa kwa goli 1-0. Tunajua kabisa ilikuwa pigo kubwa sana kwa wana Yanga. Tunajua kabisa mashabiki wa Yanga walikuwa na furaha kabisa, lakini kwa upande wa Simba walikuwa na furaha kubwa sana. Lakini bwana, habari ambazo zinazotrend mtandaoni zinaenda viral sana. Tunajua kabisa Simba na Yanga walikutana uwanja wa ndege hapo bwana, walikupana tu hapo kuja nyumbani, wamekutana na wamekutana wote timu hizo mbili wakasalimiana vizuri sana. Lakini bwana, hapo nje bwana, mashabiki wa Simba walikuwa wengi sana kupokea wachezaji wao kwa sababu walikuwa wamefanya vizuri sana, walikuwa wameondoka kwa ushindi mnono sana ugenini, kwa hiyo wakaja kuwapokea hapo uwanja wa ndege. Lakini bwana, kwa upande Yanga mashabiki zao hawakuja, lakini bwana, inavyosemekana bwana, mashabiki walikuwa nje wanasubiri wachezaji wawapokee wa Simba. Na pia mashabiki wachezaji wa Yanga walikuwa wanatoka nao. Lakini bwana, inavyosemekana alivyotoka Mohamed Hussein Shabalala bwana, mashabiki wa Simba akawa wanapiga kelele kama kumzomea, kumdhihaki fulani hivi, kwa sababu tunajua ni mchezaji ambaye alitoka kwao. Kwa hiyo walikuwa kama wanamtupia vidongo fulani, umeenda timu umeenda kupoteza muda na unaenda kuharibikiwa tu huko. Kwa hiyo mashabiki walivyomuona tu Mohamed Hussein anatoka pale, mashabiki wa Simba wakaanza kama kumdhihaki, kungonga fulani hivi. Ni kitu ambacho kimemuumiza sana Mohamed Hussein Shabalala, akaamua kaikimia. Ni kitu ambacho kimemgusa sana na kitu ambacho kimeumiza wengi sana kwa kitu kile. Najua kama mchezaji ameenda timu fulani, sio umngonge au umseme kwa sababu kaondoka, sababu yeye pia mwenyewe anaangalia pesa, anaangalia hela. Na yeye pia alipokuwa anatoka pale uwanja wa ndege alijua kabisa mashabiki wa Simba ni wengi, lazima kuna dini fulani, kuna kitu kitatokea. Na kweli bwana, kimetokea, wakawa na mngonga, wakawa kama wanaudhia kifulani. Kwa mambo ni mengi sana yalotokea, lakini nakukumbusha tu mtu wangu nguvu, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zote mtandaoni zaidi na zaidi. Asante sana.